Siku chache baada ya mvua kubwa kunyesha katika maeneo ya mbalimbali ya Zanzibar na kushuhudiwa baadhi ya maeneo yakabiliwa na mafuriko, lakini mengine nyumba zikiezuka kutokana na upepo mkali ambao umekuwa ukiendelea, ikiwemo eneo hili la Wingu Mapofu pamoja na Njuguni na maeneo mengine ya wilaya ya Micheweni pamoja na Wete hapa kaskazini Pemba. Ameendelea na utaratibu wake wa kiungwana kuendelea kuwafariji wananchi waliokabiliwa na maafa katika maeneo haya, kama ambavyo tunashuhudia vyakula vikiendelea kugawanywa kwa wananchi kama zoezi la kwanza katika kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji muhimu. Wakati huo serikali inaendelea na zoezi la kufanya tathmini ili kuangalia uharibifu halisi na nini wakifanya kwa wananchi hawa ambao wamekumbwa na maafa haya, kama anavyoelezea Katibu wa idara ya itikadi na uenezi CCM Zanzibar Comrade Hamis Mbeto Hamis, ambaye leo amekuja kugawa vyakula hivi kwa wananchi hawa. Kwa ndugu zangu wa Mapofu na hapa Njuguni na maeneo mengine ya wilaya yetu ya Micheweni hiyo, kwamba nikupeni pole kwa aliyotokea. Liliotokea ni mpango wa Mungu, maana mvua tutengenezi sie. Lakini sisi baada ya kupata taarifa hiyo, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi yuko safarini kwenda kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kule Zimbabwe kwenye mkutano wa viongozi wakuu wa SADC. Lakini Mheshimiwa Rais yuko pamoja na nyie, na baada ya kutokea maafa haya, Chama cha Mapinduzi ikaielekeza serikali yake, kwa maana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya, lakini pia na serikali kuu. Kama mnafahamu, tuna kitengo idara ya maafa, bado tunafanya tathmini kwa kina kabisa. Manake kuna nyumba, kuna nyingine zimeuzika, kuna nyingine zimebomoka. Lakini cha kwanza Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba wahakikishe watu wanapatiwa angalau chakula na mahitaji mengine ya muhimu kabisa. Na mimi nichukue fursa hii nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, lakini pia katibu wetu wa chama mkoa huu kwa kuwa karibu sana, na huu ndo ungwana na hii ndo chama cha CCM. Chama chetu siku zote kimekuwa chama cha watu, chama cha kuwajali watu. Na mimi leo nilikuwa naelekea Dodoma. Kama mnavyojua tuna vikao wa sekretarieti pamoja na halmashauri kuu ya taifa. Lakini mimi nikaelekezwa na naibu katibu mkuu bosi wangu Dr. Mohamed Saidimwa, yeye atangulia Dodoma, mimi nije, na sisi sote tulielekezwa na Mheshimiwa Rais kama chama tuje ili tulete salamu zake pamoja na kuwafariji ndugu zetu waliopata maafa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti wetu wa chama Mama Samia anakupeni pole sana, lakini Dr. Mwinyi makamu mwenyekiti na rais wa Zanzibar anakupeni pole sana, na mjue yeye pamoja viongozi wote wakuu wako pamoja na nyie, na hili lililotokea ni mipango ya Mungu. Lakini wametuambia kwamba waambieni kwamba chama chao kiko pamoja na wao kwa hali na mali. Kwa maana hiyo mimi nataka niseme hayo na nichukue fursa hii. Ndio maana ukaona baada ya maelekezo yale, leo tuna mchele, sukari, mafuta na mambo mengine yatafuata kwa mujibu wa utaratibu na tathmini zitakapokuwa zimekaa sawa. Lakini naomba mpokee salamu za Dr. Mwinyi, yuko pamoja na nyie, lakini mpokee salamu za Dr. Samia kwa hili ambalo wananchi wenzi wao liliowapata. Muwe na moyo wa subira, mjue hili la Mungu. Lakini na mimi nikupongezeni sana kwa imani yenu na kujua kwamba maafa hajaletwa na mtu, yameletwa na Mungu. Mvua tunahitaji kwa mazao, lakini anayeleta mvua ni Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Sasa tumuombe sana Mwenyezi Mungu atuendelee kutupa mvua za salama na zenye kheri, zisiwe za kuleta maafa. Baada kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sasa niko tayari kwa niaba ya viongozi wetu wakuu, basi hichi ambacho kilichotangulizwa tupokee, na kuna wenzetu wengine maeneo mengine tunaelekea, basi mjue kwamba Dr. Mwinyi na Dr. Samia wako pamoja na nyinyi katika hii hali iliyotokezea, na chama chenu
kipa pamoja na nyie kukujalini ili kuhakikisha kila jambo linarudi katika hali yake ya kawaida. Baada ya kusema nikushukuru sana. Basi nimalizie kwa salamu yetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Dr. Mwinyi oye. Dr. Mwinyi oye. Dr. Samia oye. Tunampenda Dr. Mwinyi, tunyoshe mikono juu basi. Tunyoshe mikono juu, tunampenda Dr. Samia. Tunampenda Dr. Samia. Tunampenda Dr. Mwinyi. Mikono juu. Mikono juu. Basi naomba mpokee hichi kilicholetwa na mambo mengine. Ofisi yetu ya wilaya ya mkoa inazidi kufanya tathmini kwa yale maafa ambayo makubwa